tusichukulie tu mijini. Dunia sasa hivi imeshabadilika. So dunia ile tunayojua sisi imeshabadilika, iko kwenye version nyingine kabisa. Yaani kama unavyoona AI ilivyo, dunia iko huko. Yaani ndio dunia iko huko. Huko. Kuna sasa hivi kuna kijiji utaenda mtoto anashangaa gari. Amna. Haipo hiyo. Umetoa mfano mmoja mzuri sana. Watoto kuvushwa barabara. Kwa wema kabisa. Lakini kuna watu ndugu yangu wamejikuta kwenye matatizo kwa sababu ya wema wao huo kwa sababu ya watoto. Especially wanafunzi. Kwa hiyo sisi watu wema tufanyaje Casto? Tubakie na kitu gani hapo kutoka kwenye maelekezo yako binafsi? Tunachotakiwa kubakia nacho kwenye huo wema ambao tunautenda, tunataka kubaki na kitu kimoja. Kipi? Toa maelekezo. Maelekezo yapi? Kivipi? Toa maelekezo na walimu pia watoe maelekezo. Mtoto ajue namna ya kuvuka barabara. Na ule ya mambo ya kizamani ya kuita mtoto wa mtu mchumba sio vitu gani. Wema ambao hauna nafasi sasa hivi tuachane nao. Kwa manake ni kwamba kwa mimi nilivyokuelewa, jamii iende kwenye usasa zaidi. Haya mambo ya sijui mchumba, sijui vitu gani. Mpe mtoto wa mtu lift kama unamjua mzazi wake na mzazi wake anakujua wewe au amekuomba. Lakini hizi lift za ovyo za sasa hivi hizi sio tu hata watoto wadogo au kwa maana ya wanafunzi, hata watu wazima. Lakini haimaanishi kwamba tuwe na roho mbaya, ndio? Hiyo simaanishi. Haimaanishi tuwe wakatili kwa. Tusiwe wakatili. Roho nzuri tuendelee kuwa nazo. Lakini tukakae tukijua. Yaani kama mguu mmoja hivi, mguu mmoja huko. Wewe unajua kabisa kwamba hapa inawezekana huu ni mtego. Unaweza kufanya kitega uchumi muda wowote. Yaani muda wowote wewe unafanya mtaji. Pasipo wewe kujijua kwamba unafanya mtaji.